Mtazamaji wa Bongo Huru TV, kama bado hujasubscribe katika TV hii, tafadhali subscribe. Katika siku ya leo ninakuletea kumbukumbu ya aliyewahi kuwa mkuu wa wilaya ya Longido huko mkoani Arusha, Marco Ng'umbi, ambaye aliwahi kutoa kauli tata kuhusiana na vitendo vilivyotendeka katika mwaka 2020 hasa katika kipindi cha uchaguzi mkuu. Alisikika akisema kuwa yeye sio mwoga na ni miongoni mwa watu ambao walitekeleza vitendo vya kuhakikisha wabunge na madiwani nchi nzima wanapita bila kupingwa wa Chama cha Mapinduzi. Kauli hizo ziliambatana na maneno ya kusema kuwa yeye sio mwoga kwa sababu alishiriki pia katika vitendo vya kupoteza watu. Kauli hiyo ilipelekea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuweza kutengua nafasi yake ya ukuu wa wilaya. Mtazamaji, unaweza ukatoa maoni yako katika kipindi hiki cha uchaguzi ambacho tunaona vyama vya upinzani vikiwa vinapinga mifumo hiyo na vikidai mabadiliko ili kuweza kushiriki katika uchaguzi huo, na huku mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akiwa ameendelea kushikiliwa mpaka pale ambapo kesi yake imetajwa kusikilizwa kwa mara nyingine, lakini pia vyama vingine vya upinzani vikiendelea kupinga na kudai mabadiliko kuelekea uchaguzi mkuu. Na wakati huo huo pia chama kikuu cha upinzani Chadema kikiwa kinaendelea na kampeni yake ya no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Lakini pia nimekuwekea clip hiyo uweze kumsikiliza kile ambacho alikizungumza. Na mimi naomba niwahakikishie, mimi niko very tough. Kama kuna mtu ambaye sio mwoga ni mimi. Wote hapo madiwani mwaka 2020 hayuko diwani aliyepiga kampeni hapa. Wote hapa hayuko diwani aliyepita kupiga kampeni nyumba kwa nyumba hivi na hivi, hakuna. Sasa yale mazingira ya mwaka 2020 sio kwamba yalikuja yenyewe automatically kwa sababu ninyi mlikuwa wagombea bora sana. Ni mazingira ambayo yalikuwa yametengenezwa na serikali, na serikali ndio iliyofanya kazi ile ya wewe kupita bila kupigwa. Na kuna watu mnafahamu kilichotokea huko kwenye mapoli na sehemu zingine, na mimi nilihusika kwenye majimbo fulani. Hasa mazingira yale ni serikali ndio iliyofanya ile kazi. Diwani huna ujanja wowote kwenye kata yako ya kwamba utashinda bila serikali, hakuna. Na sio kujidanganya. Ndio maana sisi sasa hivi tumeshafanya kazi kubwa sana ya kuchakata kwenye kata, vijiji, vitongoji vyote. Taarifa zile zote tunazo. Hali ya mambo jinsi hivi tunaendaje.